Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo ni Jumatatu tarehe 22 Juni mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea habari muhimu zinazotawala ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakufahamisha kuhusu wanafunzi katika eneo 1500 la Kivu Kaskazini ya 3 waliokosa kufanya mitihani wa serikali kutokana na hali ya usalama, mgogomo wa wanafunzi wa LPGL mjini Goma pamoja na maendeleo ya mapambano zidi ya ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Kivu Kusini na Ituri. Katika habari za mchezo tutakuletea maandalizi ya mwisho ya Leopard kwa ya Kongo kabla mapambano muhimu zidi ya Colombia katika kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Karibu basi ungane nasi katika dakika chache zijazo kwa taarifa kamili, uchambuzi wa habari zinazogusa maisha ya wananchi. Mimi ni Teloje Longa na ni Kivu News Info kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepongeza mwitikio mkubwa wa vijana pamoja na makundi ya wazalendo katika mji wa Beni na maeneo yanayozunguka kufuatia ongezeko la mashambulizi yanayofanywa na wasi wa ADF ambao wameendelea kusababisha mauaji ya raia, uharibifu wa mali na hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Beni, msemaji wa operesheni ya Sokola ya Grand Nord Luteni Mark Elongo alisema kuwa hali ya wananchi kujitolea kushiriki katika mapambano dhidi ya magaidi ni jambo la kupongezwa, lakini anasisitiza kwamba hatua inapaswa kufanyika kwa ushirikiano wa karibu na vyombo vya ulinzi. Kauli hiyo inakuja wakati ambako wakazi wa Beni wanaendelea kuishi katika hali ya hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayotekelezwa na wapiganaji wa ADF katika vijiji vya maeneo yaliyo karibu na mji huo. Kwa mujibu wa Luteni Mark Elongo, mwamko wa wananchi kujitokeza kupambana na adui si jambo jipya, kwani hata Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliwahi kuwataka wananchi wote kujitokeza na kuungana katika kulinda taifa dhidi ya vitisho vya usalama. Amesema kwa vita dhidi ya ugaidi ni si jukumu la jeshi pekee, bali jukumu la kila raia anayependa amani na usalama wa nchi yake. Hata hivyo, amesisitiza kwamba ushiriki wa wananchi unapaswa kufanyika kwa mpangilio maalumu ili kuepusha madhara na makosa yanayoweza kujitokeza. Katika siku za hivi karibuni eneo la Beni imekumbwa na matukio kadhaa ya wananchi kujichukulia sheria mkononi baada ya watu wanaotumiwa kushirikiana na magaidi kushambuliwa na wananchi wenye hasira. Matukio yamezua wasiwasi kwa viongozi na wa usalama ambao wanaona kwa yanaweza kusababisha madhara zaidi. Kutokana na aliyo, msemaji wa operesheni ya Sokola moja amewataka vijana wa Beni kuwa watulivu na kuepuka vitendo vya kulipiza kisasi kujichukulia sheria mkononi. Amesema kwa kila taarifa kuhusu watu wanaoshukiwa kushirikiana na adui inapaswa kufikishwa kwa vyombo vya usalama ili sheria ichukue mkondo wake. Luteni Mark Elongo amekumbusha kuwa jeshi tayari endelea kushirikiana na baadhi ya makundi ya wazalendo wanaotambuliwa rasmi na mamlaka za kijeshi. Ametaja operesheni inayofanyika katika eneo la Muchacha mkoani Ituri kwa mfano wa ushirikiano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi. Kwa mujibu wa jeshi, ushirikiano huo unawezesha ukusanyaji wa taarifa za kiusalama, utambuzi wa maeneo ya adui pamoja na kusaidia operesheni za kijeshi zinazolenga kuwasaka waasi. Msemaji amepongeza ujasiri wa vijana wa Beni ambao wanaonyesha utayari wa kusimama bega kwa bega na jeshi katika kipindi kigumu cha usalama. Amesema moyo huo wa uzalendo ni ishara kwamba wananchi wamechoshwa na vitendo vya mauaji na ukatili unaofanywa na kundi la ADF. Hali ya taharuki ikiongezeka zaidi baada ya shambulio la hivi karibuni lilotokea Kididiwe, eneo liloko karibu na mji wa Beni. Shambulio lilisababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi na hasa vijana ambao walijitokeza kwa wingi kuenda na tukio hilo. Baadhi ya vijana walieleza nia yao ya kuandamana na wanajeshi wa FARDC hadi mstari wa mbele wa mapambano dhidi ya ADF, wakisema kuwa wamechoka kuona ndugu zao kiuawa na maisha yao kuendelea kuwa katika hatari. Wakazi wengi wa Beni wanaamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi na jeshi unaweza kusaidia kupunguza mashambulizi ya waasi na kurejesha amani katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na ukosefu wa usalama. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya usalama wanaona kuwa wananchi wanajitokeza kushiriki katika mapambano wanapaswa kupanga mwongozo wa usimamizi wa vyombo rasmi ili kuepusha kuchanganya raia na wapiganaji au kusababisha vurugu zisizodhibitiwa. Kwa miaka kadhaa sasa, eneo la Beni limekuwa moja ya maeneo yanayosiriwa zaidi na mashambulizi ya ADF. Makundi hayo yamekuwa yakishutumiwa kwa mauaji ya raia, utekaji nyara, uporaji na kuchoma vijiji, hali ambayo imewalazimu maelfu ya watu kukimbia makazi yao.
Licha ya operesheni mbalimbali za kijeshi zinazofanywa na FARDC kwa ushirikiano na majeshi wa kiraia, tisho la ADF bado linaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Katika mazingira yao, jeshi linaamini kuwa mashikamano kati ya wananchi, vijana, wazalendo na vyombo vya usalama unaweza kuwa silaha muhimu katika vita dhidi ya ugaidi. Wakati huo hali ikiendelea kutawala katika baadhi ya vijiji vya Beni, matumaini ya wananchi sasa yanaelekezwa katika ushirikiano huo, huku wengi wakiamini kuwa umoja na mshikamano vinaweza kusaidia kuirejesha amani na usalama ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisubiriwa na wakazi wa eneo hilo. Je l'ai dit, en date du 28 mai, le gouverneur de province, lors d'une réunion de sécurité urgente, a pu convoquer tous ces gens-là, et donc d'où il y avait même l'ICCN comme partenaire de la République. Parce que nous devons d'abord savoir que l'ICCN est une structure de l'État congolais. C'est une structure de l'État congolais. Étant une structure de l'État congolais, c'est notre structure en tant que République démocratique du Congo. Et quel est le rôle de l'ICCN ou bien des éco-gardes donc dans la plupart des opérations en profondeur avec les forces armées de la République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit, premièrement, ce sont des gens qui sont porteurs des armes, et ces armes sont des armes de la République. Donc c'est-à-dire que quand il y a une mobilisation pour atteindre un objectif, et cet objectif, c'est la paix, cet objectif, c'est la sécurité de la population, cet objectif, c'est sécuriser la ville de Beni, c'est-à-dire que tous les moyens peuvent être mis en jeu pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et étant des porteurs d'armes, ils portent des armes de la République, donc ces armes peuvent aussi tuer l'ennemi. Qui te dit que la Kalachnikov que porte un éco-garde ne peut tuer qu'un animal, ou bien ne peut tuer qu'un braconnier. Donc c'est une Kalachnikov qui peut aussi tuer un ennemi, et cet ennemi c'est le terroriste ADF MTM ISCAR. La question, si nous devons être francs, nous sommes tous à Beni, la question principale, ce n'est pas la présence des éco-gardes auprès de FARDC, ou bien ce n'est pas la présence c'est pas cet appui de l'ICCN par rapport à d'autres structures. Les éco-gardes travailler avec les FARDC, ça ne cause pas encore un problème. Les éco-gardes ou bien l'ICCN appuyer l'équipe de la riposte sur Ebola, ça ne cause pas encore un problème. Le problème, nous le savons bien. Le problème, nous devons aller la chercher. Donc, nous devons chercher ces problèmes à sa base. Et c'est un problème que tous, vous savez, vous parlez toujours de la délimitation du parc. Pour le moment, nous devons nous mettre en tête que nous avons devant nous un ennemi qui tue. Et cet ennemi, nous avons besoin de tout le monde. Ce n'est pas seulement les éco-gardes que vous voyez. À travers cet exercice, nous avons besoin de tout le monde. Que ce soit le journaliste, en tant qu'homme de médias, avec vos appareils, tout ce que vous avez, vos médias, vous devez créer un front pour combattre d'abord cet ennemi-là. Donc, tout Congolais tel que nous sommes là, nous devons être mobilisés pour que nous puissions combattre cet ennemi qui est le terroriste ADF MTM ISCAR. Essayons d'éviter des petites querelles de rien du tout. Parce que ces querelles peuvent exister et l'ennemi continuera à nous tuer. Mais si nous nous mettons d'abord ensemble, nous créons un front commun, nous allons mettre cet ennemi en déroute. Et là, nous pouvons maintenant revenir sur nos problèmes et nous verrons comment en trouver quand même des solutions. Donc c'est ça ma réponse par rapport à ta question. Pas de bon matin où les éco-gardes sortent que non, nous allons en patrouille telle part. Ils le font. Dès qu'il y a appel, donc appel de FARDC qui sont maîtres dans ces cadres d'opération, et dans toutes ces patrouilles, ils ne sont pas seuls. Ils sont toujours accompagnés des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, ils ne le font pas seuls. C'est l'armée qui réquisitionne ces éco-gardes pour une mission bien déterminée. Comme je l'ai dit, l'objectif principal, c'est de sécuriser la population et de ses biens et non de voir les acteurs qui sécurisent. Merci. Katika mazingira hofu na taruki ya sitofahamu kubwa, wanafunzi wa kidato cha 6 katika eneo la Bunju wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini wameanza rasmi mitihani wa serikali maarufu Examen huku mapigano kati ya makundi mawili ya kundi la silaha la Huru DRC yakiendelea kutikisa eneo hilo. Siku ya leo Jumatatu tarehe 22 Juni, mamia watumiwa walifika katika vituo vya mitihani vya Biongo kilichopo ndani ya jimbo la elimu ya Kivu Kaskazini ya 3. Hata hivyo, kuanza kwa mitihani hiyo hakukufanyika katika
hali ya kawaida kama ilivyo katika maeneo mengine ya nchi, bali katika mazingira yaliyojaa hofu, wasiwasi na hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu usalama wa wanafunzi hao. Kwa wiki kadhaa sasa, eneo la Waloya Oroba limeendelea kushuhudia mapigano kati ya makundi mawili yanayopigana ndani ya uhuru ya DRC. Mapigano yamesababisha mamia ya familia kukimbia makazi yao, huku wengine wakitafuta hifadhi katika vijiji vya jirani. Kijiji cha Byongo ambacho ndicho kinachopokea wataniwa mitihani huo muhimu wa kitaifa kinaonekana kuwa karibu tupu baada ya wakazi wengi kukimbia kutokana na hofu ya mashambulizi na vitendo vya kulipiza na kisasi. Nyumba zingi zimeachwa bila wakazi, biashara zimefungwa na shughuli za kawaida za maisha zimesimama. Licha ya hiyo, wanafunzi walionekana wakifika kwenye kituo cha mitihani wakiwa na madaftari yao, kalamu na vitambulisho vya mitihani, huku mioyoni mwao kukiwa na mchanganyiko na matumaini ya hofu. Baadhi walitembea umbali mrefu baada ya kuhama makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea. Kwa wengi, wanafunzi hao kufanya mitihani ya serikali katika mazingira hayo ni jaribio kwanza la maisha yao. Wengine wamepoteza makazi yao, wengine wametengana na familia zao, huku baadhi ya kulazimika kuishi katika mazingira ya wakimbizi. Hata hivyo, wameamua kutokata tamaa na kuendelea kupigania ndoto zao za kupata elimu. Mkuu wa kijiji cha Kiraku Misisu Basambusa amesema kwa hali bado ni ya kutia wasiwasi kutokana na uwepo wa wapiganaji karibu na eneo la mitihani. Kiongozi wao amesema kwa uwepo wa watu wenye silaha karibu na Byungu unatishia usalama wa wanafunzi na unaweza kuathiri mwenendo wa mitihani. Ameleza kwa siku moja tu kabla ya kuanza kwa mitihani wa serikali, nyumba 4 zilichoma moto katika kijiji cha Mungote kilichopo chini ya kilomita 5 kutoka kituo cha mitihani cha Byungu. Nyumba hizo zinadaiwa kuwa za watu wanaohusiwa kuwa na kundi pinzani. Tukio limeongeza hofu kwa wananchi waliobaki katika eneo hilo pamoja na wanafunzi wanaofanya mitihani. Wakazi wengi wanaendelea kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa watoto wao, huku wengine wakilazimika kuwasindikiza hadi kwenye vituo vya mitihani kila siku. Mashirika ya kijamii pamoja na viongozi wa eneo wanasema kwa watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mgogoro wa silaha. Wanafunzi wengi wanafanya mitihani huku wakiwa na majeraha ya kisaikolojia yanayosababishwa na vita, kukimbia makazi yao na kushuhudia matukio ya vurugu. Licha mazingira hayo magumu, wanataniwa wanaonyesha ujasiri mkubwa kwa kuendelea na masomo yao. Wengi wanaamini kuwa elimu ndio silaha pekee inayoweza kusaidia kurejenga maisha bora na kuondokana na mzunguko wa migogoro uliokumba eneo hilo. Kwa upande wao, viongozi wa jimbo la elimu la Kivu ya Kusini ya 3 hawajazungumzia hadharani hali ya usalama inaendelea katika eneo hilo. Hata hivyo, anasisitiza kuwa maandalizi yote muhimu yatafanyika ili kuhakikisha mitihani inaendelea kama ilivyopangwa. Wakati wao, viongozi wa kijamii wanatoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi katika maeneo ya mitihani ili kuwalinda wanafunzi, walimu na wafanyakazi wa elimu. Katika kipindi ambacho milio ya risasi bado inasikika katika baadhi ya maeneo ya Walikale, wanafunzi wa Byungu wameamua kuchagua kalamu badala ya hofu, elimu baada ya vita na matumaini badala ya kukata tamaa. Na huku mustakabali wao ukiwa mikononi mwao, wanafunzi wao wanaendelea kuandika mitihani yao kwa makini kuwa siku moja amani itarejea na ndoto za kutimia licha za changamoto za kivita zinazoendelea katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Hali ya huzuni sitofahamu imetanda katika eneo la Nzibira kufuatia tukio kubwa la moto liloteketeza kituo cha biashara pamoja na zaidi ya kaya 15 na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali katika eneo hilo. Tukio limetokea katika mazingira ambayo tayari eneo hilo linakabiliwa na migogoro ya kibinadamu inayosababishwa na mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Rwanda na makundi ya wazalendo, hali ambayo imekuwa ikisababisha msongo mkubwa wa wananchi kukosa mahali salama pa kuishi. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo hilo, moto ulianza kwa kasi kubwa na kusambara katika majengo ya biashara pamoja na nyumba ya makazi ya watu kabla juhudi za kuuzima kufanyika, jambo lilosababisha hasara kubwa zaidi. Hadi sasa chanzo cha moto bado hakijafahamika rasmi. Mamlaka za eneo zinaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini kilichosababisha tukio hilo ambalo kimeacha machozi kwa familia nyingi zilizopoteza mali zote ndani ya muda mfupi. Mashuhuda wanasema kuwa moto ulianza katika eneo la soko la Nzibira na baada ya muda mfupi ulielekea katika nyumba jirani kutokana na upepo mkali pamoja na uharibu na ukaribu wa majengo hayo ya biashara na makazi. Baadhi ya wakazi walazimika kukimbia nyumba zao bila kuokoa chochote, huku wengine wakijaribu kuokoa bidhaa na mali zao bila mafanikio kutokana na
kasi ya moto huo. Siku ile imekuja wakati ambako jamii ya eneo hilo tayari inakabiliana na changamoto kubwa za kibinadamu kutokana na mapigano mara kwa mara kati ya vikosi vya waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo. Mapigano yamesababisha watu wengi kuyama makazi yao, biashara kufungwa na shughuli za kijamii kuvurugika kwa kiwango kikubwa, linalozofisha zaidi maisha ya wananchi wa Zibira pamoja na maeneo jirani. Moto sasa umeongeza mzigo mwingine juu ya maelfu ya familia ambazo tayari zimekuwa katika hali ngumu ya maisha kutokana na ukosefu wa usalama na uhaba wa huduma za msingi. Viongozi wa eneo pamoja na mashirika ya kiraia wanasema kuwa hali sasa inahitaji uangalizi wa haraka wa kibinadamu ili kuwasaidia wasirika hao ambao wamepoteza makazi, biashara na mali zao zote. Wanatoa wito kwa msaada kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu ndani na nje ya nchi kujitokeza katika haraka ili kuokoa maisha na dharura kwa familia zilizoathirika na moto huo. Msaada unahitajika ni pamoja na chakula, mavazi, chakula ya malazi ya muda pamoja na huduma za matibabu kwa wale ambao huenda walipata majeraha au mshtuko kutokana na tukio hilo. Wakazi wa Zibira waendelea kuishi katika hali ya hofu na msongo wa mawazo, wakihofia uwezekano wa kutokea matukio mengine kama hayo katika siku zijazo, hasa katika mazingira ambayo bado hayana utulivu wa kiusalama. Baadhi ya viongozi wa jamii wanasema kuwa hali ya ukosefu wa usalama imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa kuzofisha uwezo wa kijamii kujilinda dhidi ya majanga kama moto, mafuriko na uharibifu wa miundombinu. Wameleza kuwa katika mazingira ya vita na taharuki, mara nyingi huduma za dharura kama kikosi cha zimamoto huchelewa katika kufika au kosa vifaa vya kutosha, jambo ambalo huongeza ukubwa wa madhara. Kwa sasa Zibira inabaki na picha uharibifu mkubwa, nyumba zikiteketea, biashara zikiungua na familia kupoteza kila kitu, katika tukio ambalo limeacha alama ya maumivu makubwa kwa wakazi wake. Wananchi wanatumaini kuwa msaada wa haraka utapatikana na kwamba hatua zitachukuliwa kuzuia majanga kama hayo kujirudilia, hasa katika maeneo ambayo tayari yako katika hali ya migogoro na mazingira magumu ya maisha. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kuchukua hatua maalumu za kuwalinda na kuwahudumia watoto walioathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea katika mkoa wa Ituri. Hatua inalenga kuhasa watoto ambao wazazi wao waambukizwa ugonjwa huo, waliowekwa karantini au wale waliopoteza wazazi kutokana na Ebola. Hatua hizo zilitangazwa mjini Bunia na waziri wa nchi anayehusika na masuala ya kijamii na misaada ya kibinadamu, Eva Bazaiba Masudi, wakati wa mkutano wa pamoja na waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya pamoja na waziri wa afya Roger Samuel Kamba. Kwa mujibu wa waziri Eva Bazaiba, tayari serikali imeanza mfumo wa uangalizi wa watoto wanaokabiliwa na athari za ugonjwa huo. Amesema kwa watoto kadhaa tayari wanaendelea kupata huduma maalum katika vituo vilivyowekwa kwa ajili ya kuwahudumia. Waziri alieleza kuwa sasa watoto watatu wamepokelewa katika kituo cha kulea watoto kilichoanzishwa kwa ajili ya dharura hiyo. Miongoni mwao watoto wawili tayari wameruhusiwa kuondoka baada ya wazazi wao kupona na ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo, mtoto mmoja mwenye umri wa miezi mitatu bado anaendelea kupata huduma katika kituo cha Seme. Kwa mujibu wa waziri, mtoto huyo ameachishwa kunyonya kwa sababu mama yake anaendelea kupatiwa matibabu ya Ebola. Alionyesha namna ugonjwa huo unavyoathiri wasiri tu wagonjwa wenyewe pekee, bali pia watoto wachanga ambao wanategemea wazazi wao kwa maisha yao ya kila siku. Mbali na watoto wao, mamlaka za afya pia zinafuatilia hali ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 17 ambaye ameonyesha dalili zinazofanana na Ebola. Hata hivyo, madaktari bado wanasubiri matokeo ya vipimo kwa sababu kijana huyo pia ana dalili za malaria. Kwa mujibu wa waziri Eva Bazaiba, ni muhimu kudhibitisha kwanza chanzo cha ugonjwa huo kabla ya kutangaza iwapo wameambukizwa Ebola au la. Serikali inaendelea kujenga na kuandaa vituo vipya vya kuhudumia watoto na watu wengine ambao wanaweza kuathirika katika siku zijazo. Mamlaka zinasema maandalizi yao ni muhimu kutokana na uwezekano wa kuongezeka kwa ugonjwa kadiri mlipuko unavyoendelea. Katika eneo la afya la Mwamparara, mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia wanawake wawili wajawazito ambao wanaoshukiwa kuathiriwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa waziri, mmoja wa wanawake hao yuko katika hali ya kutia wasiwasi. Madaktari wanahofu kwamba ujauzito wake unaweza kuharibika ikiwa katika miezi ya 5 ya ujauzito. Kwa upande wa mwanamke mwingine, hali yake inaonekana kuendelea vizuri ingawa bado anafuatiliwa kwa karibu na wahudumu wa afya. Serikali pia inaeleza wasiwasi wake kuhusu watoto wanaobaki yatima baada ya wazazi wao kufariki kutokana na Ebola. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, mfumo maalum umeanzishwa kwa ushirikiano kati ya serikali, UNICEF na shirika la Alima.
Kwa mujibu wa Waziri Eva Bazaiba, kuongezeka kwa watoto wanahitaji uangalizi wa haraka kulisababisha taasisi hizo kuanza vituo vya kulea watoto kwa muda kabla ya kuwatafutia familia za kuwalea. Vituo hivyo vinatoa makazi ya muda, chakula, huduma za afya na uangalizi wa karibu kwa watoto ambao wazazi wao wamefariki au kuendelea kupata matibabu. Na mamlaka zinaendelea kwamba lengo ni kuhakikisha kwa watoto wao wanapata ulinzi wa haraka, huku hatua zikuchukuliwa za kuwaunganisha na ndugu zao na kuwatafutia familia za kuwalea pale itakapowezekana. Kumbukumbu inaonyesha kuwa tarehe 17 Mei mwaka 2026, siku mbili baada ya kutangazwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo, shirika la afya duniani liliutangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa dharura ya kiafya ya kimataifa. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, ugonjwa huu unaendelea kusambaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea Uganda, jambo ambalo linaongeza hofu na kuenea kwa maambukizi tena katika eneo la maziwa makuu. Shirika la afya duniani linasema kuwa kiwango cha halisi cha maambukizi kinaweza kuwa kikubwa zaidi kuliko kinachoonekana sasa kutokana na changamoto za kufikia baadhi ya maeneo. Harakati za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine pamoja na migogoro ya kiusalama endelea katika maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumaini ya mamilioni ya Wakongo wanaendelea kuongezeka huku timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard ikiendelea na safari yake katika kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika mchezo wao wa kwanza, sasa macho yote yanaelekezwa katika mji wa Guadalajara nchini Mexico, ambako Kongo itakutana na Colombia katika mechi muhimu ya hatua ya makundi. Kikosi cha taifa kinatarajiwa kuwasili mjini Guadalajara siku ya leo Jumatatu tarehe 22 Juni majira saa 9 alasiri kwa saa za Mexico, sawa sana saa 3 usiku mjini Kinshasa. Huku ndiko ambako Leopard watajiandaa kwa moja ya mchezo muhimu katika historia yao ya hivi karibuni. Mchezo wa pili wa kundi la K utachezwa usiku wa tarehe 23 Juni. Kwa mashabiki walipo Kinshasa, mechi itaanza saa 6 za usiku kuelekea alasiri ya tarehe 24 Juni, huku katika maeneo ya mashariki mwa kusini mwa nchi ikiwa ni saa 10 alfajiri. Kabla kuelekea Mexico, kikosi kinachoongozwa na kocha Sebastien Desabre kinaendelea kufanya maandalizi ya mwisho mjini Houston nchini Marekani. Kambi ya Sabekate Stadium limekuwa makazi ya muda ya Leopard ambako wachezaji wanaendelea na mazoezi ya kiufundi na kimwili. Asubuhi ya Jumatatu, kikosi kilitarajiwa kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya kusafiri kwenda huko. Kwa mujibu wa kanuni za FIFA, sehemu ndogo tu ya mazoezi hayo inaruhusiwa kuonekana na vyombo vya habari. Baada ya kuwasili Mexico, shughuli za kimichezo na mikutano ya waandishi wa habari zitaendelea katika uwanja wa Estadio Akron, ambako utakuwa mwenyeji wa pambano hilo kubwa. Kocha Sebastien pamoja na mmoja wa wachezaji wa timu ya taifa wanatarajia kuzungumza na waandishi wa habari kabla mechi, wakitoa tathmini ya maandalizi ya timu na matarajio yao dhidi ya Colombia. Leopard wameingia katika mchezo wakiwa na morali kubwa baada ya kupata sare ya kihistoria dhidi ya Ureno katika michezo wao wa kwanza wa kombe la dunia. Matokeo yamepokelewa kwa furaha kubwa ndani na nje ya nchi, huku wachambuzi wengi wa soka wakisifu kiwango kinachoonyeshwa na wachezaji wa Kongo dhidi ya moja ya mataifa makubwa ya soka duniani. Kwa mara kwanza baada ya miaka mingi, Kongo inaonyesha kwamba inaweza kushindana na timu kubwa katika mashindano ya dunia. Wachezaji waliopara wanaonyesha nidhamu, mshikamano na hari kubwa kupigania bendera ya taifa. Hiyo imeongeza matumaini kwamba timu hiyo inaweza kuvuka hatua ya makundi. Hata hivyo, kazi kubwa inasubiri mbele yao. Colombia ni moja ya timu zenye uzoefu mkubwa katika kombe la dunia. Timu hiyo imewahi kushiriki mara 7 katika mashindano hayo na imekuwa ikitoa wachezaji wenye vipaji kubwa katika soka la dunia. Colombia inajulikana pia kama soka la kasi, umiliki wa mpira pamoja na uwezo mkubwa wa kushambulia. Hivyo Leopard watalazimika kuwa makini katika kila dakika ya mchezo. Kocha Sebastian anatarajiwa kutumia mbinu za kujiamini kwa makini, wakitafuta nafasi za kushambulia kwa haraka. Wachezaji wa safu ya ulinzi wanapaswa kuwa imara na kuzuia mashambulizi ya Colombia, huku viungo vya washambuliaji vinatakiwa kutumia vizuri nafasi zitakazojitelekeza. Kwa Kongo, ushindi katika mchezo unaweza kufungua mlango wa kufukuzwa hatua
mtuano na kuandika historia mpya katika kombe la dunia. Hata sare inaweza kuongeza matumaini ya kufuzu kulingana na matokeo ya mchezo mingine ya kundi hilo. Baada ya maandalizi ya kiufundi, Leopards pia watakuwa na nguvu kubwa kutoka kwa mashabiki wao. Mamia wa Kongo kutoka mataifa mbalimbali wamewasili nchini Mexico ili kuipa nguvu timu ya taifa. Mashabiki wao wamekuwa kiandaa nyimbo, ngoma na shamra mbalimbali kwa lengo la kuwapa moyo wachezaji. Miongoni mwa mashabiki hao ni viongozi maarufu, wafuatiliaji wa timu akiwemo Thomas Yala Lumumba Vea pamoja na Joli Mundele Ndundu. Uwepo wao unaongoza matumaini ya kuona mazingira ya kipekee katika viwanja hivyo vya Mexico. Kwa mamilioni ya Kongo, mchezo si tu pambano la soka bali ni fursa ya kuonyesha uwezo wa taifa mbele ya dunia. Katika kipindi hiki nchi inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama na kijamii. Mafanikio ya Leopards yamekuwa chanzo cha umoja, matumaini na fahari ya kitaifa. Na nikupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 12 Juni mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja. Hakisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine nasema kujabone kwa vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tuendelee kuwaombea wananchi kuendelea kudumisha amani, mshikamano na kufuatilia taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika. Kwa habari zaidi, uchambuzi na taarifa za kila siku, endelea kufuatilia Kivu News Info kupitia makurasa zetu na majukwaa rasmi ya Kivu News Info. Mimi ni Teroje Longa na kutakia jioni njema na usiku mwema. Huko ni kwaidi, tena tutanane kesho katika matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama, jioni njema vile na usiku mwema.